Hiki ni kilio kilichoikubwa familia ya Kiramana kutoka Maua, kaunti ya Meru. Familia hii ilipatwa na mshangao baada ya kupokea habari ya kifo cha mtoto wao Doris Karemi Kiramana aliyekufia Jordan huko Uarabuni baada ya kuteswa na Waarabu. Akaona huyu mtu amekuja hapa haina kitambulisho, haina certificate, haina kitu. Lakini alikuwa mgonjwa sana. Alikuwa amebeba ka notebook na mkono. Yule msichana akachukua ile ka notebook, akaangalia, akiona hii simu ya kutoka Kenya. Umesikia? Hiyo msichana akiona hii simu ni ya kutoka Kenya, na huyu mwenye hii ka notebook yeye alikuwa mgonjwa sana, hayaongei, amekimya hivyo. Akachukua hiyo ka notebook, akaangalia hiyo namba simu, akaona hii ni namba 10 imetumiwa, ni ya kutoka Kenya. Asema wacha nijaribu hii namba, nione baada ile itapikike yule atachukua. Akapiga namba moja ya mbele, brother yake akachukua. Akamwambia, umejua huyu mchuchana ameitwa Doris Karemi? Akamwambia ndio, hiyo ni sister yangu. Akamwambia hiyo mchuchana amekuwa mgonjwa sana, ameletwa hapa hospitali Jordan, na yeye ajui saa hii hayaongei. Hiyo simu ikakatika. Doris Karemi alizaliwa Maua mwaka wa 1992 na kusomea shule ya msingi ya Ora iliyoko kilomita chache kutoka Maua. Kulingana na rafiki yake ambaye walisoma pamoja, Doris alikuwa mcheshi na mwenye bidii kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Kianjai iliyoko Igembe ya Kati. Nilikuwa naona juu tulikuwa na yeye class moja, hakuwa mtu mbaya. Venye alikuwa, yani hata ungeulisa mwenye alikuwa anatufunza. Alikuwa msichana mzuri, alikuwa hardworking, alikuwa ana play hata vizuri kwa kila, hata kwa activities. Alikuwa ana works vizuri. Kila kitu. Tunakilio njoo ni mtu alikuwa mtu mzuri, mtu mwenye hata alikuwa desturi yake ilikuwa desturi mzuri kabisa. Ningekwambia hata hii area yote ungepata mtu mzuri kumliko. Njoo hata hakuwa na, mnajua kuna watu wanakuanga na interested na loitering, but yeye alikuwa, yani akiambiwa na mama yake kitu anafanya. Hakuwa mama. Alipitia magumu na wakati mwingi marehemu Doris Karemi alikuwa akifanya vibarua ili kupata karo ya shule, na baadaye alifanikiwa kumaliza masomo yake ya shule ya upili na kupata alama ya C-. Maana alikuwa mtoto anakuyanga kwangu sana, wakati wanafunga shule akaniambia kama niko na kibarua nipatie ili apate pesa cha kurundi shule, ile atapewa na hii wazazi wake aunganise ndio fisi ipike fisi. Baada ya kuhatimisha masomo yake ya shule ya upili, marehemu Doris alipokea simu kutoka kwa binamu yake, yani cousin Doris Makena, na kumwambia ni vyema ajiunge naye katika nchi ya Australia na ambapo atapata pesa ya kutosha ya kumwendeleza masomo yake. Marehemu Karemi hakujua kifo kilimsubiri, na badala ya kutua Australia, kube binamu yake Makena alimcheza shere, na kupitia kwa agent wake Monica Kilonzo walimwelekeza katika nchi dogo ya Jordan. Nikamuuliza, akaniambia Karemi ako kwa kazi. Huyo anasema ako njela, ni uongo. Tukakaa tu tukipigiwa simu ni wale wako njela na Karemi. Wakatuambia Karemi ako mgonjwa sana, hawezi hata ongea, hata kuongea alikimia, haongei. Makena huuza mwili wake huko Jordan na alimtaka marehemu Karemi waendelee na biashara hiyo ya kuuza mwili, lakini agent wake Kilonzo alimdanganya yuaenda kazini.
Kulingana na uchunguzi tuliofanya ni kwamba vijana wanaoenda kufanya kazi huko Uarabuni ni kwamba waajiri wao huwanyaganya vitambulisho pamoja na passport, na hivyo basi akitoka nje kidogo hukamatwa na kufungiwa katika jela zao ambapo huteswa, na wengi wao hurejea hapa nchini wakiwa mauti, huku wengine wakizikwa huko Uarabuni. We will not vote in 2017, and I'll lead a very tough campaign to ensure that if there are no jobs for our girls, no jobs for our youths, because they are there. If you look at the cartel that is trading in these jobs, unapata mkubwa ndiye huyu, kazi ndio ya watoto wao na marafiki zao. The poor are still getting poorer. The richer are becoming richer. What will stop our girls from going? We have lost hope. Kuna programs nyingi za kuchanua warembo. Hakuna mtu anazi support. Kulingana na familia ni kwamba walipokezwa habari kwamba mtoto wao ameteswa kwa jela hadi kufa na mwenzake ambaye walifungwa pamoja na yeye. Pia naomba serikali ya Kenya kumuokoa pamoja na wasichana wengine 36 wanaoendelea kuteswa na Waarabu katika jela hiyo. We believe is right that there are others, 9 of them, which are incarcerated in that jail in Jordan. And it is very, very unfortunate that we have the Ministry of Foreign Affairs, which they are not concerned. Before we even discovered this, we and followed with them. They have no clue. We suspect that these people, they are part of that chain of that cartel of cover-up, which covers up here, because it is only that we were able to trace and we are capable. Familia haikuwa na uwezo wa kuleta mwili hapa nchini kutoka Jordan, na kupitia kwa msamaria mwema alijitolea kuagiza mwili huo kutoka Jordan kupitia Abu Dhabi hadi hapa nchini Kenya, ambapo familia ilipokea mtoto wao kama mzigo badala ya msafiri. Ukienda KU mochari sahi, she will not be buried without us doing postmortem. We want really to ascertain how she died, because we know that it is not a normal death. Na walikuwa wanataka kufungia, lakini Mungu tukasaidiana na watu wa community mpaka tukafika hapa. Hapa ni uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, na wote walikaa kimya nje ya ofisi ya mizigo wakigojea mwili wa mtoto wao ambaye kila mtu alimpenda. Huzuni imetanda hadi soko ya maua Igebe Kusini, na wakati nikizungumza na baadhi ya wapitajia wanasema watoto wao warejeshwe hapa nchini, la sivyo watachukua matawi hadi ofisi ya uhamiaji ili kushinikiza serikali kurejesha watoto wote hapa nchini Kenya. Kile kitu ambacho watu wa Maua ama wakaaji wa Maua wamesikitika sana kwa sababu ya huyo mchichana ambaye amekufa huko kutoka Jordan. Unajua sasa wakati huo mchana alitoka hapa kwenda kutafuta kazi. Sasa unajua bandala ya ili asaidia hata wazazi wake siku za usoni, ameingia hapa Kenya ama Maua akiwa maiti. Kuna watu wa China walikuwa wamefanya matendo mabaya, lakini waliripotiwa nchi yao. Lakini sisi inakaa kama wa Afrika ama wa Kenyans, they never have any right. Kama mtu amekosa hata kwa nchi yenu, anakuwa deported Kenya, anastakiwa ama wana follow the protocol. Sasa ni vibaya sana kuwa tu tunaendea watoto wetu maiti pale, inakaa kama hatuna haki, kama hakuna right iko kwa watoto wetu. Wazazi pamoja na watoto wao wamesalia kuwa na huzuni, na lao ni kutazama picha za mtoto wao ambaye amerejeshwa hapa nchini akiwa mauti baada ya kuteswa na kuuawa na Waarabu. Ni ukosefu wa ajira hapa nchini Kenya ambao umepelekea mauaji ya kinyama kwa vijana wadogo wanaoendelea kutafuta ajira katika nchi za Uarabu. Na kulingana na viongozi ni kwamba serikali inafaa ichunguze ofisi ya uhamiaji na kupendekeza agent wote wanaoshiriki katika biashara ya kuuza hai za vijana wadogo kufungwa, na kuagiza wote walioko nchi za Uarabu kurejeshwa hapa nchini Kenya. And that is how these people exploit our people. And so, as I was mentioning again, please let
our government act and act decisively. This is something which can be stopped. We need to ban these agencies. We had the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Labor talking about these things, but it is all rhetoric and rhetoric and rhetoric every time. It is time to act, and if they don't act, we as Kenyans will act, and we are capable of doing that. In those other countries, so that we cannot track our girls who are there, and I want the government to bring them back home. Actually, I'm going to lead a very big protest in this nation. I know I have the support, Mheshimiwa has the support, the family has the support. This is not an individual issue. This is not about the bereaved family issue. It's a whole societal issue. It is a whole, not only Kenyan issue, also the whole continental issue. Naam, hii ni familia ambayo inaonekana kuwa na kilio cha ndani, kuona kwamba msichana ambayo walikuwa na mpenda mno kwa jina Doris Karemi alipokuwa akienda kujitafutia riziki yake katika nchi ya Jordan, amerejelea hapa nchini akiwa ndani ya jeneza. Hili ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa sana na serikali, kwani wasichana wengi ambao wanaoendelea kufanya kazi huko Uarabuni wanaendelea kuteseka. Ni kiripotia Vaite TV kutoka mji wa Maua ulioko Igembe Kusini, kaunti ya Meru, mashariki mwa Kenya. Mimi naitwa Kimotho Karanu. Nimpeleka huko, nikamuuliza unamjua Karemi? Akaniambia ndio. Nikamuuliza si unajua ako mgonjwa? Akaniambia hapana.